Magori, habari za asubuhi. Safi tu bwana, nipigia lakini niko sehemu fulani kuongea ni shida, niambie. Sawa. Kwa uchache tu, mamlaka gani uliokuwa nayo kuandika barua na kusema mkutano wa jana uliofanyika ni batili? Na mamlaka kwa sababu Simba inaongozwa na bodi. Na mimi ndio mwenyekiti wa bodi. Kwa mujibu na Ijumaa, ngoja basi, Ijumaa tulitisha kikao cha bodi kwamba kitafanyika leo kuzungumzia huo mkutano mkuu kwa maana ya agenda na kushauriana na mwenyekiti wa klabu jeu ya majina gani au jina gani litapelekwa kwenye mkutano mkuu maalum. Tulifikisha kikao Ijumaa. Sasa kilichotokea jana hakina baraka ya bodi. Kwa hiyo mimi nikiwa kama mwenyekiti wa bodi, kwa mujibu wa katiba ya Simba inaongozwa na bodi, nilisema hicho kilichotokea leo ni batili kwa sababu tumekipanga kikao Ijumaa kwamba tutafanya Jumatatu kujadili agenda hiyo baada ya kupata barua kutoka kwa kabili na waziri mkuu wa serikali. Sasa hiyo mkutano wa Jumapili kaujadili nani? Hayo majina kuwatoa Kapuya, Profesa, kumtoa Jaji Mihayo, kumtoa nani yule mwingine? Patel. Amejadiliana na nani? Kwenye bodi ipi? Na kwamba kikao kitafanyika JKT Mgulani, kajadiliana na nani? Na bodi ipi? Sisi tumepanga kikao Ijumaa na yeye anajua yuko kule, hakutuambia basi. Jamani, mimi kikao ni Jumapili, kwamba tutakutana leo Jumatatu saa 9 kujadiliana juu ya agenda hiyo, kwa sababu siku 45 zipo bado nyingi tu. Sasa wewe mwenyewe umejigeuza bodi, umekuwa mwenyekiti, umejigeuza bodi, mwenyekiti wa klabu na bodi hapo hapo. Umewatoa Profesa Kapuya, umewatoa Jaji Mihayo, umemtoa Rais Pateni. Hawa ndio Simba wenyewe, ndio wanaaminika, watu vigogo. Alafu unateua wewe mwenyewe. Hayo mamlaka lini amefanya? Hii ni fraud kubwa amefanyia Simba kwa kuliko, na haitavumilika hata siku moja. Yeye haja kama mwenyekiti wa bodi no. Simba inaongozwa na bodi, halitavumilika hata siku moja. Kwa mujibu wa mazungumzo yake hapa, amesema ameshirikiana na Mo Dewji na Mo yeye amependekeza majina 4. Yes. Sasa wewe unauliza kwamba ameshirikiana na nani? Hebu nionyeshe kipengele cha katiba ambacho Mo Dewji ametajwa. Nipe kipengele hicho. Lakini Mo anawateua ninyi. Mo ndio anawateua ninyi, na yeye ametumia busara kwenda kuzungumza na Mo Dewji. Sasa Simba inaongozwa na busara au na katiba? Katiba. Sasa yani hujauliane huko sio huko mnaongea. Mapia busara ndo anasema inawaweka nyinyi sasa hivi. Nani alikubali kwamba aliongea? Katiba ilishapitishwa. Na hata kama mnaongea naye, kwani Mo ndio bodi? Lakini Magori, kutokana na amendment ya katiba mpya, mpaka sasa unapaswa wewe kutokuwepo hapo katika nafasi yako. Nionyeshe hicho kipengele hicho. Nionyeshe hicho kipengele. Takusomea. Na haya ndio wanadanganya wana Simba. Hakuna hicho kipengele. Na tumemuuliza kwenye kikao cha bodi iliyopita, tuonyeshe hicho kipengele ambacho kinasema eti bodi inavunjwa na kwamba wewe ndio unakuwa mwenyekiti wa bodi. Kadanganya mpaka mamlaka za soka huko kwamba yeye ndiye anapaswa kuwa kiongozi. Lakini naomba leo saa 9 kutoka kwa cha bodi leo. Simba inaongozwa na katiba, haiongozi na utashi wa Magori wala Mangungu wala Mohamed Dewji, inaongozwa na katiba. Na tutaisimamia hiyo katiba kwa sababu imepitishwa na watu wanachama wengi. Hata mimi kama nitoka na Mkeza Jimmy ni mwanachama wa Simba. Haya, asante. Mwanachama kindaki wa Simba, nina interest kubwa ya Simba. Tena Simba washukuru kwamba Mo Dewji kamteua mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwanachama kindaki wa Simba. Nitaisimamia maslahi ya Simba. Mwaka 2018 huyu alikuja kuongea hapo, alikuwa wapi kwenye wakati tunafanya mabadiliko? Alikuwepo? Ulimwona kwenye mikutano ya Simba? Mimi ni Simba kuliko huyu aliyekuwa kuongea hapo. Sasa Simba anamjua hadi sasa. Unaweza kusema nini? Interest ya Simba mimi naijua na nitaifuatilia. Kwenye hili hatutaliacha. Najua kuna watu wanatumika kusukuma hii kete. Naam. Lakini hii timu 51% ni wanachama, 49 ni ya mwekezaji. Na tutaliendesha hilo.
kwa mujibu wa sheria, na mabadiliko yoyote yataanzia kwenye bodi kwa mujibu wa katiba kwenda kwa wanachama. Sio mtu nakaa huko chumbani unajitungia maneno yako. Ito, tumeondoa huyu, na ulikana nani? Wapi? Kuondoa kuvunjia heshima wale wazee wakubwa wa Simba hivyo. Magori, wapi mnaipeleka Simba kwa namna ambavyo viongozi wa juu mnatupiana maneno kiasi hiki? Sasa sikiliza ndugu yangu. No. Hivi kwa mfano tungefuata katiba, huu mgogoro ungekuwepo. Tumeitisha kikao cha bodi Ijumaa kwamba tutazungumza leo Jumatatu juu ya ajenda hiyo ya kabidhi waziri mkuu wa serikali. Sasa kwa nini usingejibu hata moja kwamba mimi nataka ukakaa kimya? Jumapili unaenda kuitisha mkutano ambao watu hawajui. Why? Tumeitisha kabisa kikao Ijumaa kwamba tutakaa Jumatatu. Umekaa kimya. Jamani, hivi katika hali ya kawaida Simba viongozi wengine wako Kigali, wengine wako Ngorongoro, wengine wako wapi? Sasa huu mkutano unafanyikaje? Why the rush? Lakini wanachama walikuwepo. Wanachama walikuwepo, wanachama. Wanasema idadi ya kidi ilitimia. Wanachama pale. Nani alithibitisha kulikuwa na reja pale? Sasa wewe ukuwepo? Wewe ukuwepo? Kulikuwa na reja pale? Wewe ukuwepo, unajuaje kama reja ilikuwepo? Nani mwanachama hayo akalipia ada pale? Nani hayo mwanachama pale? Kwani baraza la wadhamini ni la nani? Bunju jana ilikuwa ni nani dua? Wameingia watu tu kwenye dua. Lakini Magoli. Mangungu hapa anasema baraza la wadhamini la Simba Sports Club sio la. Sawa. Sasa kwa hiyo ni wao ndio wanahusika nalo. Soma ibara ya 23 inasemaje? Tumesoma hapa kwenye ibara ya 23 kwamba atashauriana na nini? Atashauriana na bodi, lakini atashauriana na bodi. Naam? Lakini kushauriana si anasema hili jambo lilikuwepo kwenye bodi iliyopita. Alishauriana na bodi? Sasa kama limeletwa kwenye bodi si ndio ushauri huo? Mkuu maalum unaitishwa na nani? Anasema lilikuwepo kwenye bodi. Kama bodi iliyopita lilikuwepo, si ndio ushauri huo mnakuja? Alikuwepo kwenye bodi. Sasa mnashindana, tulisoma hiyo barua ya mnashindana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wewe unasema halikuwepo. Sasa sikiliza. Na yeye anasema lilikuwepo, na anasema hili ni jambo la Simba Sports Club. Wewe hata kama ni mwanachama lakini ni mwakilishi kutoka kwa mwekezaji. Yes. Sikiliza, Simba inaongozwa na nini? Simba inaongozwa na nini? Simba ipi sasa? Simba ipi? Kwa sababu Simba inaongozwa na katiba. Simba Sports Club inaongozwa na nini? Na katiba yake. Katiba yake inatamkaje kwamba uongozi wa Simba ni nini? Kwa maana gani? Kwa maana ipi uongozi wa Simba ni nini? Ni bodi. Uongozi wa Simba Sports Club ni bodi. Kazi za mwenyekiti ziko zimeelezwa kwenye katiba. Anapokuja kwenye bodi yeye ni makamu mwenyekiti wa bodi, ndio uongozi wa Simba. Huu ni upotoshaji mkubwa. Simba inaongozwa na bodi. Lakini kuna vitu viwili ametuambia hapa. Ametuambia kwamba kuna Simba Sports Club Company Limited na kuna Simba Sports Club. Simba Sports Club Sikiliza. Yes. Huu ndio upotoshaji. Mtu ambaye hata katiba hajui kusoma. Simba Sports nani sasa hajui kusoma katiba? Itakuwa na someni katiba. Tatizo nyinyi mnasikiliza watu baada ya kusoma katiba. Katiba ilikuwepo na inasomwa hapa. Kwamba uongozi wa Simba ni nini? Simba itaongozwa na nini? Simba Sports Club Company Limited ndio itaongozwa na bodi ya wakurugenzi kwenye masuala ya kibiashara na kiutendaji. Hebu nisomee hiyo kibiashara ulitoa wapi? Nisomee. Nimesoma na mwenyekiti hapa. Kashaondoka na katiba kaondoka nayo. Wewe unaona hiyo katiba kwamba itaongoza kibiashara? Ndio. Tumeiona. Kwamba kwamba imesema Simba Sports Club itaongozwa na bodi kibiashara. Ndio. Sio kweli. Sasa kama mnabishana wenyewe na nyinyi ndio wenye katiba yenu. Sisi nani? Sasa mnabishana maandishi. Sina katiba wakati inasomwa ilikuwepo hapa na tumesoma tumeiona. Sasa mtakwambia nasoma sasa nitaitoa wapi sasa? Mwenye nayo kaondoka nayo na haya ni mabadiliko hayo ya Februari. Mimi sina hapa sasa hivi. Sisi tuna katiba. Hata hiyo katiba sisi tunayo. Sawa, sisi hatubishi. Tunajua nyinyi mnayo. Sisi tunayo. Ila tunataka tu kuona kwamba kwa nini mnabishana kwenye jambo ambalo nyinyi wenyewe wote mna interest. Mbefikia hatua kuona mimi ni Simba zaidi ya huyu. Kwa kipimo kipi? Kwa sababu unaambiwa kwamba yaani nini kinakufanya upime kwamba wewe ni Simba zaidi ya mwenzio? Sikiliza. Ndio. Sikiliza. Ndio. Kuna notion inajengwa kwamba ukiwa kwa mwekezaji wewe sio Simba. Nani anajenga? Mimi ni mwanachama wa Simba kwa muda mrefu.
mpaka mabadiliko yote nimehusika. Mpaka tangu 99 mpirani mnaniona, vikao vyote vya Simba nipo. Kuna watu wamekuja juzi, kuna wakati tunafanya transformation hawakuwepo Simba. Kwa hiyo hao sio Simba. Kwa hiyo hao sio Simba. Sasa na mwisho kadi zitolewa mwaka gani? Sisi kwa mujibu tumesema kadi mwisho zitolewa mwaka gani? Sikumbuki mimi mlitoa mwaka gani. Wewe ndio tukumbushe. Wakati wa transformation kadi zilisimama. Okay. Unataka kusema Mangungu hakuwa mwanachama wakati huo? Tusiende huko. Sasa tunataka tujue kwa sababu unataka kunipeleka huko. Sasa mimi ninachokwambia ni jamani. Simba inaongozwa na bodi. Ndio. Haiongozwi na mtu binafsi. Haiongozwi na Swimo. Wewe unasema umeshauriana na Mo sio bodi. Kwa hiyo maamuzi yatakayofanyika ni ya bodi. Huu ndio uongozi wa Simba. Na walioamua hivyo ni wanachama wa Simba wenyewe. Huko ulishazungumza. Mimi nitaka kujua umetumia kigezo gani kujua wewe ni Simba zaidi ya mwingine. Unapima na nini? Sababu nimekuwa Simba muda mrefu kuliko. Kwa hiyo unapolifanya kwamba mimi ni mwekezaji sio kweli. Mimi mwana Simba kweli. No. Unaweza kuwepo Simba muda mrefu kwa maana ya kuwa mwanachama, na yupo mtu mshabiki wa Simba hajaamua kuwa mwanachama lakini ni mpenzi wa Simba kuliko wewe. Unapima na nini? Au unalingana na wewe? Nikwambie sasa. Tumeshiriki kwenye michango. Yes. Tumeshiriki kwenye hali na mali. Tukitaka kwenda hivyo tutaumbuana. Tumeshiriki kwenye hali mali kuchangia Simba. Si wapo leo wapo watu wanachangia Simba. Lakini kesho wakitaka kuwa viongozi tuonekana sio Simba kuliko ni wewe au kuliko ni mtu mwingine. Ni Simba. Kutoka hapo Magoli tulipo tunaelekea mbele. Sasa tunaendaje mbele? Kutoka hapa tulipo. Tunaendaje mbele? Subiri kikao cha leo cha bodi. Ndio uongozi utakuja na maamuzi. Wewe jana ile andiko ulishauriana na nani? Kwa sababu ni andiko la bodi. Bodi ni wewe au bodi ni composition? Sikiliza. Tumeconsult kwenye bodi humu, watu wamesema jamani, hiki kikao tumeulizana tangu usiku. Fikiria. Habari kwamba kuna mkutano Mgulani Jesini. Tumezipata Jumamosi usiku. Okay. Kwenye bodi tunauliza hiki kikao gani hatukijui? Hakuna mtu amejibu. Hakuna mtu amejibu. Okay. Jamani, hiki kikao hiki kweli kuna ukweli? Hakuna mtu amejibu. Baadaye asubuhi ndio tunaambia kweli bwana, watu wameenda Mgulani. Sawa, lakini taarifa ya bodi ambayo imetoka kwako mwenyekiti, taarifa ya bodi si ni chombo? Na alitaarifiwa. Na wewe ulikuwa na taarifa ya wao huu mkutano wao kwamba kutakuwa na mkutano Jumapili, mkaua marathon vipi? Sio kweli. Baada ya hapo sasa wewe umekuja kutoa kama wewe binafsi au bodi ndio imetoa lile andiko? Sasa wewe usikilize, nimekwambia hivi jemedari. Naam. Ngoja nikwambie. Baada ya kuwa tarehe 2 ni marathon. Ndio. Nimempigia simu. Nani? Mara kadhaa. Nani? Mangungu. Okay. Kwamba tukutane tujadiliane kupanga kikao cha bodi juu ya mkutano maalum. Tupange tarehe ya kikao cha bodi. Hakujibu. Nikamwandikia message. Labda nataka muitoe hapa. Akasema nilikuwa niko busy leo ndio maana sikupokea simu, nitakujibu. Sawa, hakupiga simu. Baada ya kuona siku zinakwenda, nikamwambia CEO, itisha Jumatatu kikao cha bodi kujadiliana juu ya mkutano mkuu maalum pamoja na kushauriana juu ya majina ya trustees kama katibu inavyosema. CEO Ijumaa akaitisha kikao kwa mujibu wa katiba. Sawa, Jumatatu saa 9 ambayo ndio leo. Jumamosi usiku tunapata taarifa. Kumbuka hapo hajaniambia chochote. Magoli mtu tu wa kawaida mwanachama wa Simba akijiuliza nyinyi ugomvi wenu ni nini? Jibu linakuaje? Kwa sababu inaonekana kama kuna kitu mnagombea. Ni nini mnagombea? Hatugombei kitu. Ila kuna watu wako nje ya Simba. Wanasukuma kete. Wanapeleka kete. Na wengine si hata Simba. Wanatumia influence ya Simba. Kuivuruga Simba. Hiki kinachoongelewa hapa, wewe angalia, kimeanza kutokea majuzi tu. Kwa sababu Mo yuko siku zote.
Kila kitu kilichopo kipo, hakijabadilika. Ila kuna vitu vimebadilika. Kuna watu wako nje ya Simba wanasukuma kete. Na mimi nikwambie, yani wako nje ya Simba, sio wanachama wa Simba, sio viongozi wa Simba. Wanatumia wanachama wa Simba kusukuma kete. Wao sio wanachama wa Simba. Hili ndio tatizo kubwa linalokuja. Lakini hili jambo Magoli ni shutuma ambazo huwezi kudhibitisha kwamba kuna fulani anafanya hicho kitu. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu gani unajua hicho kitu? Kwa sababu hiki kinachotokea leo. Sasa hivi hapa unajiuliza kwa nini kitokee leo? Magoli, Mangungu anasema ni swala la bodi ya wadhamini ambalo linahusiana na klabu tu. Wadhamini ndio mnaingia kwenye mgogoro. Sasa hebu niambie huyu nani unasema nani alijadiliana naye kumtoa Kapuya? Kwani katiba inataka ijadiliane na mwenyekiti ajadiliane na mtu kwenye kutoa wanachama? Mimi kutoa tumesoma sehemu yote hakuna inaposema kushauriana. Unapomshauri mtu akishauriana akisipochukua asipochukua ushauri, kwani anasema analazimishwa? Sasa analazimishwa. Maana yake ni ushauri tu. Ushauri hauwezi kuwa lazima tunashauriana, na anasema alileta kwenye bodi. Kama alileta kwenye bodi, ameamua kufanya hivyo, kwani analazimishwa na kwamba ni lazima achukue ushauri wa bodi? Sasa wewe tafsiri yako ya sheria kwamba mimi nimeambiwa nishauriane, mimi najiamulia tu. Kushauriana ushauriana inabaki kushauriana tu. Mimi na wewe Magoli tukiamua kushauriana, naweza kuchukua ushauri au nikaacha. Kwa hiyo katiba mlizarau, sio? Sio kudharau, katiba inataka kushauriana. Sasa kwani nalazimishwa kwamba lazima wewe tena kwenye andiko lako unaandika kushirikiana, ambayo sio kushirikiana, ni kushauriana. Kushauriana na kushirikiana ni vitu tofauti. Sawa. Kwa mimi sichukui ushauri wako, mimi niko responsible na nini hapa? Sasa si angekuja asichukue. Yes, angekuja asichukue. Watu wafuate katiba kwanza. Angekuja asichukue, kwa nini katiba inasema ushauriane? Fanya hivyo kama katiba inavyosema. Anyway, mimi nakushukuru sana bwana. Kama tutakuwa na nafasi nyingine, yeye ameamua kufanya mwenyewe. Kwa hiyo yeye ni mwenyewe amekaa, amewatoa wale wazee, ameweka watu wake na waona. Mimi siwezi kujibu kwa sababu mwenyewe hayupo. Na tunakushukuru kwa muda wako. Tunashukuru sana. Tutahitaji tutakualika hapa baada ya mkifanya vikao vyenu. Tutakuja tupate muda na wewe wa kutosha.